Tayari dakika 9 zimeshatoweka baada ya kutimia saa 2 kamili asubuhi. Unaisikiliza ni Asubuhi Njema ya Radio Kwizera FM. Leo Jumatano nilikuambia kwamba leo tutakuwa na wageni wetu kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Kagera, na nimeona pia kuna ugeni kutoka makao makuu. Kwa hiyo tutakuja kufahamu mambo mengi zaidi, lakini kubwa tu zaidi tunaangazia kampeni ya Zingatia Usalama Kwanza, Ishi na Umeme. Tukianza kwanza kabisa hapa nimkaribishe Lilian Mungai aweze kutuambia yale ambayo wamekuja nayo kwa siku hii ya leo kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO. Lilian, karibu. Asante sana. Kuna yapi ambayo wamekuja nayo kama shirika la umeme Tanzania TANESCO katika Asubuhi Njema ya Radio Kwizera FM leo? Okay, kama ulivyotangulia kusema, sasa hivi shirika la umeme especially kanda ya Ziwa tuko kwenye kampeni ya Zingatia Usalama Kwanza, Ishi na Umeme. Tumeona tuje na hii kampeni kwa sababu kumekuwa na ajali nyingi ambazo zimekuwa zikitokea zinazosababishwa na umeme, ambapo kumekuwa na either ni sintofahamu au kuna ufahamu, lakini watu kutokuwa makini na kuzingatia tahadhari za umeme. Kwa ndio maana tumeona tuendelee. Tumekuwa tukifanya hapo nyuma na kila wakati tunavyoenda kwenye awareness, lakini sasa tumeona tuifanye kwa ukubwa wake kama kanda ya Ziwa yote kwa pamoja, mikoa yote ambayo iko kwenye kanda ya Ziwa, nikimaanisha Kagera, Mara, Simiyu, Mwanza pamoja na Geita. So hiki tunachokifanya hapa vinaendelea pia kwenye mikoa hiyo ambayo nimehitaji. Ndio. Lengo kuu ni kuwalenga wale watoto ambao wako chini ya miaka 14, 16. Hao ndio wamekuwa kipata sana ajali za umeme. Kwa hiyo tumekuwa tukipita kwenye mashule, sana sana tumeanza na shule sasa hivi za msingi, tukiwaelewesha wanafunzi, kuwapa elimu ni jinsi gani wanaweza kuchukua tahadhari za kujikinga na ajali za umeme. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni endelevu, tumeanza kukifanya kwa kampeni hii. Tumeanza Jumatatu, leo ni siku ya 3. Na tunaendelea kwa wiki hii nzima. Hatutaweza kuzifikia shule zote kwa wiki hii, lakini kama nilivyosema ndo tumeanza, tutaendelea kuzifikia shule moja moja kadri ambavyo tunakuwa tumepanga. Sawa. Wewe ni afisa uhusiano huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Kagera. Nataka kufahamu japo kwa ufupi kabla tujakaribisha wageni wengine, ni nini ambacho mmekiona mkasema kwamba tuanze kutoa elimu hii kwa watoto na si kwa wazazi? Kuna kitu gani kimetokea? Kama nilivyotangulia kusema kwamba kumekuwa na ajali ambazo zimetokea especially za hawa watoto wadogo. Watoto wamekuwa wakiona miundombinu ya umeme wanapenda kuchezea, especially kubembea. Kuna waya mmoja tunaita stay wire ambao unashikilia nguzo. Ule ndio ambao unatuletea shida sana. Watoto wamekuwa wakiuona, wanaenda kuufuata, wanapanda pale, wanabembea, au wakikuta waya unaning'inia, wana swing nao. Kwa sasa ikitokea ule waya wakiwa wana swing nao, ukienda kugusana kule juu na ule umeme, tayari unakuwa maambukizo umeme na watoto nao wanapata hizo shida za kupata ajali ya umeme, either kupigwa shoti, kupata ulemavu, au wengine kupelekea pia kupoteza maisha. Kwa hiyo tukaona ni vyema, tumekuwa tukisema lakini tuifanye kwa ukubwa zaidi, tuongee zaidi ili watu waendelee kusikia, kwa sababu imekuwa ni kama tukienda mitaani na vijijini kuelezea bado haitoshi. Kwa hiyo tukaona hebu ngoje sasa tuende na mashuleni tuweze kuwafikia wale watoto wenyewe kabisa, walengo ambao tunajua tutawapata wakiwa shule. Sawa. Na wazazi na wao? Wazazi tumekuwa pia tukiwapa elimu kama nilivyotangulia kusema kwamba tumekuwa na awareness huko mitaani. Ili ni vijijini, wenyewe tunafanya mikutano ya hadhara pamoja na hawa viongozi wa serikali za mtaa. Kwa na wenyewe huwa tunawapa elimu ya usalama kwenye kila awareness ambayo tunaifanya. Elimu ya usalama ni elimu mojawapo ambayo ni lazima ifanyike. Kwa sababu sisi usalama kwetu ni kitu ambacho tunakipa priority, usalama kwanza. Sio tu kwa wananchi, hata kwetu sisi wafanyakazi wa TANESCO. Kwa sababu umeme haumjui huyu ni mfanyakazi wa TANESCO au huyu ni mwananchi. Kwa hiyo kuzingatia usalama kwanza ni kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo popote tutakapoenda ni lazima elimu ya usalama lazima tuifanye. Kwa sababu unajua jumuiya yetu au nchi yetu ni kubwa, huwezi kuwafikia watu wote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya na tunaendelea kufanya. Hatutaweza kusema tunaishia hapa, kwa sababu hii elimu inapaswa ifanyike kila siku. Kwa hiyo tunajitahidi, tunakuwa na kampeni mbalimbali, tunakuwa na awareness mbalimbali, tunaenda mitaani, hata kama sio awareness tu, tunasema huduma mtaani. Kwa hiyo tukienda huduma mtaani lazima pia elimu ya awareness, elimu ya usalama iwepo. Kwa hiyo elimu ya usalama kwetu ni kitu ambacho ni kipaumbele, ni lazima kifanyike sehemu yoyote ile. Kama sijakupata vizuri, nataka kusema kwamba kwa sasa haya matukio ya ajali hizi ambazo zinasababishwa na watoto kuchezea masuala ya umeme zimezidi.
Siwezi kusema kama zimezidi sana, ila ambazo zimeshakuwa reported. Ndio. Ndio hizo ambazo tunaziongelea. Yaani tukishakuwa reported na ajali labda 1 au 2, tayari ni alarm kwetu. Kwa sababu ingekuwa let's say mtoto ametoka huko kapita zake labda waya wa umeme ukamwangukia au nguzo ikamwangukia, hapo ndo tungesema sasa moja kwa moja tumesababisha labda ajali. Lakini watoto wanaenda kufata miundombinu ya umeme, umenielewa? Ndio. Tunafahamu vizuri kwamba uelewa wa watoto bado uko chini, sawa? Kwa hiyo mtoto yeye akiona kitu chochote anatamani kujaribu. Kwa hiyo sasa sisi tuko kwenye huu mkakati wa kuhakikisha tunawapa elimu watoto ili wasiwe wanapenda kujaribu kile wanachokiona, kwamba umeme ni hatari. Umeme ni mzuri lakini pia ni hatari. Kwa hiyo wakiona miundombinu ya umeme wakae mbali, kwa sababu hata sisi wafanyakazi wa TANESCO tunafanya, lakini tunafanya kwa mazingira yaliyo salama. Kwa wao pasipo kujua wanaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, kama akiona meza au peni au kiti, lakini ile ni miundombinu ya umeme. Kwa hiyo tunawapa tahadhari. Kwa hiyo kwa sababu tayari tulishapata scenarios ambazo mtoto ametoka, wanapita kwa maporini, wanawinda, wanapiga mawe kwenye miundombinu ya umeme, au unakuta mtoto ndo kama hivyo nimesema ule waya wanaukuta, wanatembea, wanabembea. Kwa hiyo tunawapa tahadhari kwamba jamani, hivi ni hatari. Hiki sio kitu cha kawaida cha kwenda kwa moto kukivamia. Sawa. Mimi nitabaki pale pale kwamba umeme ni mzuri lakini ni hatari. Umepata nafasi ya kumsikiliza, naitwa Lilian Mungai, yeye ni afisa uhusiano huduma kwa wateja kutoka TANESCO mkoa wa Kagera. Nije kwako Filipo Mwingira, yeye ni afisa usalama TANESCO Kagera. Tunaposema usalama, tunapozungumzia usalama hapa, tunamaanisha kitu gani na ni usalama upi ambao tunakuwa tunautizama? Nashukuru. Kwanza kama alivyotangulia mwenzangu, ameelezea kwa kina usalama kwa maana ya safety, ndio aliyokuwa anauzungumzia. Ndio. Lakini nikijielezea kwa undani na kazi ambazo nazifanya, mimi nimebase usalama upande wa security, ulinzi. Yes. Naam. Sasa haya mambo mawili kuna kipindi ambacho huwezi kuyatenganisha. Ni mambo ambayo yanaenda kwa pamoja. Lazima tuhakikishe vyote viwili vinakuwa sawa. Maana yake kuna muda ambapo hiki kisipokaa sawa, kutokana na ulinzi umekaa vibaya, basi napelekea hata hizo changamoto alizoziongelea mtangulizi wangu. Ndio. Kwa hiyo nini hasa ambacho wewe unakuwa unakifanya tunapozungumzia kwenye swala zima la usalama kwa hasa katika upande wa watoto? Kama alivyoelezea upande wa zile waya, ndio unakuta kuna mambo yanayotokea ambayo ni uharibifu wa miundombinu. Kuna baadhi ya watu wanaenda kwenye zile stay wire. Kuna baadhi ya vyuma vipo kule chini wanavifungua na kwenda kuvitumia katika shughuli zao. Wengine wanavipeleka kwenda kuviuza kama chuma chakavu, lakini wengine wanavitumia kwenye mikokoteni. Wanaamini kwamba vile vyuma ni vigumu, na ni vigumu kweli. Kwa kivifunga kwenye mikokoteni, ile mikokoteni inakuwa imara na kuweza kuvuta mzigo wa uzito wowote ule. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo zinapelekea ule waya sasa wa stay wire uliozungumziwa mwanzo, ule ambao unakuwa umeshika nguzo ule. Yes. Ndio. Sasa unaanza kuninginia. Ukininginia watoto pale sasa wanaona kama ni bembea. Tushabembea jamani. Yes. Tushabembea, unajua haya. Sasa mimi nataka kufahamu Filipo, ni mazingira gani kwa huyu mtoto ama mwananchi mwingine ambaye anatusikiliza hivi sasa kupitia Asubuhi Njema, anaweza akiona dalili zipi ama akiona vitu gani ajue katika hii nguzo hapa kwa sasa hakuna usalama? Dalili nyingi atakuja kuziongelea mhandisi. Ndio. Kuhusiana na hizo za usalama wa safety. Ndio. Tuko na mhandisi hapa atazungumzia kwa undani zaidi. Sawa, basi bila kupoteza wakati tuende kwa mhandisi hapa aweze kutuambia na yeye hizi dalili tunapokuwa tunazizungumzia ambazo Filipo kazisema. Karibu sana Teiri Mutalemwa, wewe ni mhandisi hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema, jina langu ni mhandisi Teiri Tobias Mutalemwa. Nimetokea TANESCO Bukoba. Tumekuja leo kuungana na wenzangu ili kuelezea wananchi kwa ujumla pamoja na watoto na wananchi kwa ujumla mambo ambayo wanatakiwa kuzingatia ili kujiepusha na hizi ajali zitokanazo na umeme. Jambo la kwanza ni pale tunapoona nyaya zimedondoka, nyaya zimekatika, nyaya za umeme zimekatika, tusizisogelee au kuzishika.
kwa sababu nyaya hizo kama zitakuwa na umeme, basi moja kwa moja zinaweza zikaleta maafa au ulemavu wa kudumu kwa wananchi. Kwa hiyo pamoja na watoto na watu wazima, pale kama nilivyosema, tukiona nyaya za umeme zimedondoka, tusizishika wala kuzisogelea, lakini mara moja tutoe taarifa TANESCO ili tuweze kuziondoa na kufanya matengenezo kwenye maeneo hayo. Jambo jingine, maeneo ambayo yanakuwa na madimbu ya maji, tukikuta nyaya za umeme zimedondoka kwenye madimbu ya maji, manake hata hayo maji yanakuwa tayari yanakuwa na umeme. Kama hizo nyaya zilizoanguka zitakuwa na umeme alafu zimedondoka kwenye madimbu ya maji, basi tusijaribu kuchota hayo maji au kuyashika maji, kwa sababu maji yao vile vile yatakuwa na umeme. Kwa hiyo tukishika hayo maji tunaweza tukapata maafa, tukafa au tukapata ulemavu wa kudumu. Jambo jingine la kuepukana nalo ni nahusiana na miti ambayo ipo karibu na nyaya za umeme, karibu na miundombinu ya umeme, kwa kiasi kikubwa imesababisha ajali nyingi, vifo vingi sana nchini kote. Watu wengi wamekuwa wakikata miti ambayo karibu na line kubwa ambazo zina voltage 11,000, nyingine 33,000. Sasa ile miti inapokuwa inaangukia zile line, alafu ikakuta umegusa ule mti wakati unaangukia zile line, basi mara moja huwa inasababisha ajali ya vifo au kusababisha ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo tunaomba kuchukua nafasi hii kwa wananchi, wakiwa wanataka kukata miti, watoe taarifa TANESCO, waandike barua TANESCO ili tuweze kuwapa ushirikiano, tuweze kuzima umeme kwenye maeneo hayo husika ili waweze kukata miti kwa usalama. Jambo jingine, tusipande miti ya matunda ambayo ipo karibu na laini za umeme. Kuna tabia watoto wanakuwa wanapanda miti ya miparachichi au miembe, michungwa ambako kuna laini za umeme. Sasa yale matawi au majani ya hiyo miti yakigusana na hizo laini za umeme ambazo zina umeme tayari, ile miti kwa sababu ni mibichi inapitisha umeme na mwishowe inaweza kusababisha kifo kwa hiyo mtu ambaye amepanda hiyo miti. Kwa hiyo tunawasihi sana wananchi wazingatie usalama, kwa sababu umeme unaweza kupita kwenye miti. Kwa hiyo wasipande miti ambayo inapita miundombinu yenye nyaya za umeme. Kama alivyosema mwenzangu afisa usalama, kumekuwa na vifo vingi vinavyotokana na hizi stays. Kule Kiamiolwa kuna mtoto wa darasa la 4. Unapozungumzia stays unamaanisha nini? Stays ndio hizo nyaya alizosema mwenzangu ambazo zinashika nguzo ili kuzifanya zisiondoke. Za kushikia nguzo zile nyaya. Huwa kuna mahali ambako zile nguzo zinakuwa zinapata msukumo fulani kutokana na zile nyaya kuwa zimepinda. Kwa hiyo tunaziweka zile stay ili kuzishika zile nguzo zinyoke, zisidondoke. Sasa kama alivyosema afisa usalama, kuna watu ambao sio waaminifu, wananchi wao wanakata vyuma kwenye hizo stay na kuzifanya ziwe zinaning'inia. Sasa wananchi wakiwemo watoto wao wanatabia kubembea kutumia hizo stay. Sasa endapo itagusa waya ambao una umeme kule juu, na waya wenyewe uwe wa zile voltage kubwa 11,000 au 33, matokeo yake umeme utatoka kwenye zile nyaya za juu utaingia kwenye waya wa stay na kusababisha maafa. Na kama nilivyosema, huyo mtoto wa Kiamola wa darasa la 4 alipata matatizo kama hayo na hatimaye ikapelekea yule mkono kao umekatwa. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kuomba wananchi wajaribu kuwafundisha watoto na sisi watu wazima, tunapoona miundombinu sehemu yoyote tusiisogelee, tusiichezee. Lakini vile vile wakati hasa wa mvua, hizi nguzo sasa hivi tunatumia nguzo za zege. Nguzo za zege zitapokuwa mvua nyingi, kama itatokea bahati mbaya waya ukawa umepachuka kule juu ukagusa ile nguzo ya zege kwa sababu yale maji, basi umeme utatoka kule juu kabisa utashuka chini. Kwa hiyo nguzo yote inaweza ikawa na umeme endapo waya utakuwa umegusana na ile nguzo ya zege kwa bahati mbaya. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wananchi wasijaribu kusogelea au kuzishika zile nguzo za zege au nguzo hizi za kawaida za miti, kwa sababu wakati wa mvua zinaweza zikawa na umeme na hatimaye zikawasababishia mauti. Vile vile tunapokuwa tunatumia vifaa vya umeme majumbani kama pasi, majiko ya umeme, hita, tujaribu kutumia vifaa ambavyo vina ubora. Vifaa ambavyo vinakuwa na dosari vinaweza vivyo kusababisha short. Na tunawasihi wakati tunatumia vifaa vya umeme kama pasi, wananchi hakikisha wamevaa viatu. Kwa sababu kama pasi itakuwa na tatizo, kifaa cha umeme kitakuwa kina tatizo, vile viatu vitasaidia kupunguza ukubwa wa tatizo. Kwa sababu umeme unapotoka kwenye pasi unaingia kwenye mwili, utataka kukamilisha ule mzunguko wake kupitia ardhini. Ukiwa umevaa viatu sisi tunasema ni body conductor. Kwa
Kwa hiyo viatu vinakuwa vipitishi umeme, vitasaidia kuzuia umeme, na ile tatizo athari zake zitakuwa ndogo kuliko kwa yule mtu ambaye atakuwa hajavaa viatu. Kwa hiyo tunawasihi wananchi, kama vitu hivi vifaa vya umeme, pasi, majiko, hita vitakuwa na dosari, watafute mafundi umeme waweze kuvirekebisha ili visije vikasababisha ajali. Sawa, Teli, kabla hujakwenda mbali, mimi nataka kufahamu, umezungumzia swala la unapokuwa nyumbani, kama unataka kupiga pasi ama unataka kutumia jiko lile la umeme lazima kuvaa viatu. Sasa hapa umesema viatu vinakuwa vinasaidia, ni viatu tu hivi? Kwa mfano nimeamka asubuhi nataka kwenda, nimetoka kuoga, labda nianze kuvaa viatu, ama ina mazingira hayo najiwekaje salama, yani nisije nikapata changamoto ya kupigwa shoti ya umeme? Ni viatu vyenye soli kubwa ambavyo unajua zile viatu vyenye soli za kwa kama plastiki. Viatu vya aina ya plastiki. Kwa sababu plastiki hazipitishi umeme, tunasema ni bad conductor. Kwa hiyo hata kama ndala au malapa nikivaa yale ambazo zinasababisha vitu vya plastiki. Ndio. Visiwe viatu ambavyo labda vina asili ya chuma fulani, hivyo vinapitisha umeme. Vitu vyote vyenye asili ya chuma vinapitisha umeme, lakini vile vyenye plastiki havipitishi umeme. Sasa vitatusaidia endapo kile chombo unachokitumia kina tatizo. Wewe ukawa labda hujui, ule umeme utakuwa ukifika kwenye chini ya miguu, kwenye miguu utakuwa uendelee tena kwenda ardhini, ambako sasa tatizo litakuwa dogo zaidi kulinganisha yule mtu ambaye atakuwa anatumia vifaa vyenye tatizo, vyenye dosari akiwa na viatu. Labda niendelee samani, labda ni sawa, ndio. Jambo jingine, huwa tuna hizi transformers hizi ambazo tunazitumia kupoza umeme mkubwa kwenda umeme mdogo wa majumbani. Sasa kumekuwa na tabia ya wananchi na watoto kukaa au kufanya biashara chini ya zile transformer. Wanauza viazi chini pale. Wanauza viazi. Sasa hiyo ni hatari kwa sababu zile transformer kwa zinaweza zikapata short. Sasa popata short zinatoa mlio mkubwa sana kama bomu. Sasa mtu anaweza katoka pale anakimbia kwa kofia ile mlio wa bomu, akakimbilia barabarani, akagongwa na magari au akaanguka. Lakini vile vile kwa kukaa chini ya zile transformer, kwa bahati mbaya unaweza ukagusa zile nyaya ambazo zinapeleka umeme kwa wananchi, zikasababisha ajali. Jambo jingine linahusiana na nguzo zetu hizi ambazo ziko kwenye mbuga na mashamba. Kuna baadhi ya wananchi huwa wana tabia kuchoma moto kwenye mbuga. Ndio. Kwa hiyo wanatusababishia hasara kubwa sana kama shirika, na wanasababisha kukatika kwa umeme. Wakati mwingine wananchi wanasema TANESCO wanakata umeme. Kumbe kuna baadhi ya wananchi wanachoma moto mbuga. Wakichoma moto nguzo zetu zinaanguka, zinadondoka, na wakati mwingine zinadondoka zikiwa na umeme, na zinaweza kusababisha ajali kwa wananchi au kwa mifugo. Kwa hiyo ni kwamba kuchukua nafasi hii kuomba wananchi, kwa sio wananchi, waache tabia kuchoma moto hizi mbuga na mashamba kwenye maeneo ambapo kuna miundombinu ya umeme na hasa nguzo zile, ili tushirikiane wote kwa pamoja tuhakikishe tuwe na umeme wa uhakika na kujiepusha na ajali. Kwa sababu zile nyaya zinapokuwa zinadondoka na umeme, kama kuna mtu tena huko pembeni zikimwangukia, zinaweza kusababisha maafa au ulemavu wa kudumu. Na vile vile tusikae kwenye nguzo zilizoinama. Kwa tabia wananchi wanapenda kufuata vile vivuli vya nguzo wakati wa jua, na nguzo wakati mwingine zimeinama. Sasa ikitokea bahati mbaya ile nguzo imeanguka, inaweza kusababisha maafa au ulemavu wa kudumu. Asante. Sawa, asante sana Teli Mutalemwa kwa haya ambayo umeweza kuyazungumza mhandisi. Mimi nataka nirudi kwako Lilian Mungai kabla ya kwenda kuzungumza na mgeni wetu mwingine, najua anatusikiliza kwa umakini, atakuja kutupatia ufafanuzi. Hapa mnasema kuweza kutoa taarifa katika shirika la umeme Tanzania TANESCO pindi unapokuwa umeona kuna changamoto imetokea. Hii namna ya utoaji taarifa kidogo pamekuwa na changamoto kwa baadhi ya wananchi, kwamba kuna nguzo naona imedondoka, sijui nipige namba ipi, sijui nifanyaje. Hili linakaaje? Ni namba ipi ambayo ni sahihi kama nimeona kuna nguzo imedondoka ama kuna nyaya imekatika, niweze kupata ufafanuzi zaidi? Karibu. Asante sana. Sisi shirika la umeme tumekuwa na maboresho mengi yanafanyika hapa katikati. Ndio. Na sasa hivi tuna namba yetu mpya ya huduma kwa wateja. Hapo awali tulikuwa tuna namba ya huduma kwa wateja ya call center ambayo ni makao makuu, sawa? Ilikuwa ni 0748550000. Lakini sasa hivi tumeona ni vyema wananchi wakapiga bure. Kwa sasa hivi tuna namba mpya mchongo 180. Ukipiga tu 180 unatufikia. Tunaweza kukuhudumia ukiwa popote pale Tanzania, na huduma zinafika kwa haraka. Kwa kama nilivyosema, tuna maboresho mengi
regardless unapiga simu itapokelewa ni Dar es Salaam au ni wapi. Sisi kama Kagera, ukiripoti huko Kagera kwa wilaya yoyote ile, ukipiga kwenye namba 180, sisi tunapata kazi yako na tunakuhudumia ndani ya masaa 4. Kwa hiyo kabla ya masaa 4 kuisha unakuwa tayari umeshapata huduma ya umeme. Yes, hapo sijakuelewa Lilian. Kuna yale mazingira kwamba mimi nimeona nguzo imedondoka ama nyaya imekatika. Hiyo nyaya itakuja kuondolewa baada ya masaa 4 ama kuna namna ya kufanya katika hilo? Sio baada ya masaa 4. Ndani ya masaa 4. Yes, inaweza kali saa moja nusu saa, lakini hayawezi kuzidi masaa 4. Sahihi kabisa. Hayawezi kuzidi masaa 4. Cha msingi ambacho wanapaswa kukijua wananchi, namba yetu ya huduma kwa wateja ni 180. Ni mchongo mpya unaitwa 180. Yes, namba rahisi na ni bure. Kwa hiyo ndugu zangu msio mnapenda kupiga hizo namba afu kama nataka kuwasalimia watu. Tarudi kwako Lilian, nirudi kuweza kupata nafasi kwake afisa usalama TANESCO Kagera Filipo Mwingira, na baada ya hapo msikilizaji pia utakuwa na nafasi ya kutupigia simu namba 0786111384, lakini pia 0753924514, na nitakuja kusoma ujumbe wako ambao utakao kuwa umetutumia kupitia namba 0692573615. Filipo, turudi kwako katika swala moja tu hapa la masuala ya ulinzi. Karibu. Asante sana mkuu. Napenda kuwaomba wananchi kwa kupitia platform hii. Najua hapa tutawafikia wadau mbalimbali. Unajua tunapozungumzia ulinzi ni jukumu letu wote wananchi. Na ili ulinzi uweze kwenda vizuri, lazima ushirikishe wadau wa kila aina. Na wananchi ni mdau mmoja mkubwa sana katika masuala ya ulinzi. Sasa kilichonileta hapa ni kuongea na wananchi waweze kutusaidia. Kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya baadhi ya wananchi wasiokuwa waaminifu kuharibu miundombinu ya umeme. Mwanzo nilielezea STAYWIRE wakati tunaanza upande wa masuala ya usalama, lakini sio STAYWIRE tu. Kuna vitu vingi kwenye miundombinu ya umeme vimekuwa vikihujumiwa. Baadhi ya vitu hivyo ni vitu vyenye asili ya kopa ambavyo ndio vimechukua ukubwa mwingi sana kwenye kuharibiwa na kuhujumiwa na baadhi ya watu ambao sio waaminifu. Ninapoongelea material ambayo yana asili ya kopa, mengi sana tunayakuta kwenye transformer. Ukienda huko mtaani kwenye transformer zetu utakuta kuna nyaya zinatoka juu zinashuka chini pembeni ya nguzo kwenye transformer, pande zote mbili za nguzo. Ule waya unaitwa earth wire, na ule waya una asili ya kopa, na kazi kubwa ya ule waya ni kuhakikisha ulinzi wa ile transformer. Sasa kama nilivyoelezea, watu wanatafuta materials zenye nature zenye asili ya kopa, basi wamekuwa na tabia ya kukata zile waya na kuzifukua, na wengine wanaenda mbali zaidi, wanaenda kuchimbua kule ardhini zilipozikwa zile waya, kwa sababu kule chini kuna earth rod ambayo na yenyewe imetengenezwa kwa material ya kopa. Wanazifukua material hizo na wanaondoka nazo. Sasa athari inayokuja baada ya vitendo hivyo kufanyika ni kwamba wote tunajua kwamba mkoani kwetu hapa Kagera kuna radi nyingi sana kabisa. Yes. Sasa ikiwa transformer hiyo haina huo ulinzi wa baada ya kukata huo waya na radi ikapiga, kuna uwezekano mkubwa sana hiyo transformer ikaungua. Na nini kinatokea transformer ikiungua? Maana yake wananchi tunakosa umeme. Na wananchi tukikosa umeme, hii ni hasara kwetu kama shirika na hasara kwa wananchi. Maana yake mwingine atakuwa alikuwa anasaga, atashindwa kuendelea na kusaga. Mwingine labda alikuwa ananyoa. Mbaya zaidi hadi hospitalini. Kuna watu wanamdau labda wanafanyiwa operation, wengine wanatumia oxygen, lakini umeme ukikatika wote hao wanaathirika kwa sababu tu ya mtu mmoja mwenye tamaa zake ambaye anaiba hizi material na kwenda kuziuza kwa faida zake binafsi, lakini anashindwa kuwa mzalendo na kuangalia faida za jamii kwa ujumla. Kwa hili jambo nimeona nichukue wakati huu kuweza kuzungumza na wananchi
ili watusaidie huko waliko katika ulinzi wa hizi transformer, kwa sababu TANESCO hatuko mahali pote. TANESCO tuko maeneo ya kazi ambayo nataka kuwa wakati huo. Labda kuna sehemu kunahitaji marekebisho, sehemu kunahitaji kitu fulani, lakini hatuwezi kuwaweka walinzi kwenye kila transformer. Hilo haliwezekani. Na ni kweli usiopingika. Kwa ndo maana nimechukua nafasi hii kuweza kuwasihi wananchi watusaidie kwenye hili jambo. Wakiona mtu yoyote anasogelea transformer na sio mfanyakazi wa TANESCO, naomba watusaidie kuweza kwenda kumhoji, waweze kumdhibiti, na vile vile tuweze kuwasiliana au wasiliana kituo cha polisi kicho jirani ili mtu huyo aweze kuchukuliwa hatua zinazostahili. Filipo, kabla tujaachana na mimi na wewe hapa na kwenda kwa msikilizaji, kuna ile dhana katika baadhi ya maeneo hasa miji mikubwa hii, tulikuwa tunaambiwa kwamba yale mafuta ya transformer kwenye kukanga chips yale yanakuwa hayaishi haraka, na wale ambao wanakuwa wanatumia yale mafuta ama wanakwenda kutoa mafuta yale ya transformer kule yanaleta madhara, na kuna wakati gani ambao tunaweza tukaona kwamba namna bora ya kufanya ili kuweza kuwadhibiti? Ni kweli, na ndio maana nimefika mahali hapa. Unajua, kwanza kutumia mafuta ya transformer kukanga chipsi kuna athiri afya kwa ujumla. Ni kitu ambacho sio sahihi, na ni kitu ambacho wote kwa pamoja, sisi na nyinyi wananchi, tuungane kuweza kuzuia mambo kama haya, kwa sababu licha ya kwamba madhara niliyoeleza ya kuharibu transformer na kukosa umeme, lakini vile vile kuna madhara ya kiafya. Mwisho wa siku wanakuja wanasababisha kansa kwa mtumiaji wa mafuta aina hiyo, kwa sababu hayo yakutengenezwa kwa ajili ya kutumiwa na consumption ya binadamu. Ndio. Lao yalitengenezwa kwa ajili ya mitambo. Sasa leo hii ndugu yangu tuanze kunywa petroli, hatutakuwa salama. Asante sana. Baadaye tutakaporudi tutarudi na Jacqueline Lusozi, yeye ni afisa masoko kutoka makao makuu ya TANESCO. Na kubwa zaidi ni kukumbusha msikilizaji, tunazungumzia kampeni ya zingatia usalama kwanza utumiapo umeme. Namba yetu ya kutupata hapa ni 0753924514 na 0786111384. Lakini pia una nafasi nzuri ya kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia namba 0692573615. Na kabla sijaenda kwako msikilizaji, turudi kwake Jacqueline Lusozi, yeye ni afisa masoko kutoka makao makuu ya TANESCO. Karibu sana Jacqueline, umekaa kimya kwa muda mrefu. Asante sana. Tumesikiliza hapa kazungumza Filipo, lakini pia kazungumza Tairi pamoja na Lilian. Pindi hasa yanapotokea madhara ama uharibifu wa miundombinu ya TANESCO, ni madhara gani wakati mwingine katika upande wa huduma na masoko yanakuwa yanajitokeza ni yanaleta changamoto hasa katika utoaji wa huduma? Asante sana. Kwanza ikitokea uharibifu kama huo pamoja na wizi na vitu mbalimbali, kama shirika tunakuwa tunapoteza vitu vingi sana. Ndio. Kwanza inakuwa athara kwa mtumiaji pamoja na sisi kama taasisi. Mapato yanapotea. Ndio. Umeme unapokatika kidogo tu, mapato yanashuka. Kwa hiyo ashumu yule mtu ambao kwamba ataiba mafuta, akasababisha ile eneo nzima likakosa huduma ya umeme. Au yule mtu ambao atakata hata nguzo au kuchoma miundombinu yetu ya TANESCO moto. Maana kipindi cha kiangazi wanapenda sana kuchoma eneo ambao labda kuna majani mengi, wanasema kufukuza nyoka nini, lakini ile miundombinu ya TANESCO inaathirika. Kwa hiyo eneo kwanza litaathirika kiuchumi, biashara zitasimama, na sisi kama taasisi tunakosa mapato. Kwa umeme ukatika kidogo tu, mapato yetu yanashuka. Kwa na yule mwananchi nayo mapato yake yatashuka. Na mao ukiangalia kuna kipindi kwamba kikuwa watasema labda TANESCO mnakatakata umeme. Ndiyo. Lakini si kweli. TANESCO hatukata umeme. Kama wenzangu walivyotanguliwa kwamba athari ziko nyingi. Ndio hizo, kuna afisa usalama maongelea, ulinzi wa miundombinu, kwa ile transformer likiibiwa, athari ni kote. Na afisa wa safety ameongea. Kwa yule mtu labda ikitokea shida yoyote labda kwenye miundombinu, kwa hiyo mapato yanapotea pamoja na watumiaji nao wanakosa kipato. Sawa sawa. Kabla ya kwenda kwa msikilizaji, kuna jambo ambalo ungeweza kusisitiza kama kutoka katika idara ya masoko, hasa kwa huyu msikilizaji? Mimi niwasisitize sana kwamba ulinzi wa miundombinu ni wote sote, sio TANESCO. Kwa sababu ile miundombinu ipo kwa wananchi. Si TANESCO tuko mbali. Kwa hiyo tushirikiane kwa undani kulinda miundombinu yetu, na vivyo tushirikiane katika kutunza hizi miundombinu yetu ya TANESCO. Sawa sawa.
Asante sana Jacqueline Lusozi, afisa masoko kutoka makao makuu ya TANESCO. Msikilizaji, una nafasi ya kuzungumza na sisi kupitia namba 0753924514 na 0786111384, lakini pia usisahau namba ya ujumbe mfupi ambayo ni 0692573615. Piga simu sasa kama utakuwa una swali na utapatiwa majibu hapa hapa katika asubuhi njema ya Radio Kwizera FM. Habari asubuhi. Salama kabisa, habari studio. Hapa studio ni kwema kabisa. Tunazungumza na nani huyu? Nazungumza na Jonas ya Bigani, napiga simu kutoka hapa Rusumo Ngara. Habari ya Rusumo Ngara? Habari ya Rusumo ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Umewasikiliza wadau wetu kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO? Nimewasikiliza vizuri kabisa. Karibu, kama una swali ama ushauri au hata pongezi pia. Asante sana, nina maoni lakini pia nina swali. Karibu. Asante. Swali langu ni kwamba endapo umeme ni laini moja, kama mfano kama huu umeme ambao unatoka maeneo ya Rusumo kuja maeneo ya huku Kablanzili, ni laini moja, lakini huko katikati kuna transformer tayari yenyewe inatoa umeme, lakini transformer ya pili tayari wanaohitaji huduma kutoka kwenye transformer ya pili umeme umekata takriban kama wiki. Sasa hivi hakuna umeme. Labda nipende kujua hapo tatizo linakuwa ni nini, wakati line ni moja na wengine wanapata umeme, lakini wanaohitaji kupata umeme transformer ya pili wenyewe hawana umeme. Tatizo ni nini? Labda hapo atusaidie, maana wiki mbili zimeisha umeme hakuna. Asante, endelea kusikiliza asubuhi njema, utapata majibu hapa Asante sana. Shukrani sana. Katika line ya pili, habari asubuhi. Pole, simu hii inakuwa imekatika. Namba ni 0753924514 na 0786111384. Katika line ya simu, habari asubuhi. Salama baba, kwema. Kwema kabisa. Nazungumza na nani kutoka wapi? Unaongea na Zakayo Matayo, napiga simu kutoka kijiji cha Nyakaliba, center ya Mtakuja Ngara. Karibu sana kutoka center ya Mtakuja wilayani Ngara mkoani Kagera. Ndio, mimi nataka kuuliza, baada nimesikia baada tangu mwanzo mpaka saa hizi, tuna mradi wa umeme hapa kwenye kijiji cha Nyakaliba, hususan ndani ya center ya Nyakaliba, lakini kuna wizi ambao mpaka sasa unaendelea kufanyika, ambapo kuna nyaya za umeme na laini ndogo hizi tayari zilishawekwa, lakini walikuja watu wanaojiita kwamba ni wafanyakazi wa TANESCO, hizi waya wakazishusha wakazipeleka. Mpaka sasa kuna baadhi ya nguzo hazina nyaya mpaka wa leo. Ukiwauliza wanakuambia bwana, kuna sehemu kumetokea hitilafu ya umeme, kwa tunahamisha hizi nyaya kuzipeleka sehemu nyingine. Sasa swali langu, je, ni halali kuhamisha miundombinu ya umeme ambayo tayari imeshapelekwa maeneo husika kwenda sehemu nyingine, au haitakiwi iwe hivyo? Una swali lingine? Hapana. Haya, zingatia usalama kwanza, utumie hapo umeme. Ndio. Haya, asante sana. Katika line ya pili, namba ni 0753924514 na 0786111384. Iko wazi kwa ajili yako. Habari asubuhi. Habari asubuhi. Naomba uweke simu yako vizuri ili tuweze kukupata. Naomba uweke simu yako vizuri tuweze kukusikiliza. Haya, unaona yuko mbali zaidi. Habari asubuhi. Nzuri. Tunazungumza na nani huyu? Naitwa Senia Robert Kayanda, kizi ya Kakonko. Unapiga simu kutoka Kakonko, Kigoma. Yeah. Haya, karibu. Kwa kweli nipende kuwashukuru wageni wenu hapo studio. Nimefuatilia kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa kweli nina sababu ya kuwapongeza shirika la TANESCO kwa namna wanavyofanya kazi. Hakika wanafanya kazi kubwa. Mungu aendelee kuzidishia neema na baraka katika kazi hiyo. Lakini pia nina maoni kwamba Ndio. wananchi tuwe na uzalendo, kwa sababu tuangalia gharama zinazotolewa kuhakikisha watu wanapata huduma ya umeme ni nyingi mno. Kwa hiyo
ifike mazingira wananchi tutambue, hususan kama walivyoeleza katika uharibifu wa miundombinu ya nishati ya umeme. Kwa kweli hiyo ni changamoto kwa baadhi ya maeneo, sio Ngara, sio watu, ni maeneo makubwa. Wakati mwingine utakuta nguzo imeanguka na kitu kama walivyoelezea hivyo, na hata hii ya watoto kutembea kwenye zile waya walivyozielezea kwa sababu zile za stage zile. Unakuta mtoto pengine anaenda pale anabembea, pengine unakuta hata watu wanapita tu pale wanaacha wanabembea. Kwa hiyo ninachoweza kushauri, natoa mawazo kwamba ni vizuri elimu iendelee kutolewa, hususan maeneo ya vijijini, watu waelimishwe kuhusiana na watoto wanaoendelea kuchezea nishati za umeme ili kuondoa habari zinazoweza kuletea vifo pia. Kwa hiyo mimi niwashukuru wageni wetu hapo studio, waendelee kupambana, wajipe moyo. Najua wanapata changamoto nyingi na lawama nyingi, lakini pamoja na hayo ni hivyo tu ndivyo tunasonga. Kwa hiyo kikubwa niko na mawazo hayo kwamba elimu iendelee kutolewa ili watu waendelee kujua namna gani hapo, kwa sababu kama walivyosema Bwana Samuel, ndio kweli umeme una faida lakini pia una hasara, kwa sababu ukiangalia watu ambao wamekufa kwa sababu ya madhara ya umeme ni wengi sana. Sawa sawa. Kwa hiyo niombe kama walivyotoa elimu tuendelee kuishika na itatusaidia na tutaitumia umeme vizuri. Basi niachie rai ili niachie wengine waendelee kuchangia, lakini maoni yangu yalikuwa ni hayo Bwana Samuel. Asante, tukutakia asubuhi njema. Endelea kusikiliza vyema Radio Kwizera FM. Katika line ya pili hapa namba ni 0786 111384 na 0753 924514. Line ya simu iko wazi kwa ajili yako. Habari ya asubuhi. Hello. Pole, simu hiyo inakuwa imekatika. Tusikilize line ya pili hapa. Habari ya asubuhi. Salama, habari ya majukumu? Ni njema kabisa. Karibu sana Damasen. Asante, mimi nijitambulishe kwa majina, naitwa Damasen K. Joseph Nyamiranda Kevin Ngoti ya Mreba. Karibu. Mimi nipongeze mjadala kwa ujumla, zingatia usalama utumiapo umeme, lakini naomba hii namba walioitaja, namba ya 180, pengine yaweza ikawa iko makao makuu Bukoba au nchi nzima kama walivyosema, lakini wangetoa na namba ambazo zingekuwa ni za urahisi sana, hasa kwenye vitongoji, vijiji, kata, tarafa na wilaya ambazo zingesaidia zaidi. Lakini niende na swali moja kwao kama wataalamu. Umeme huko vijijini ni changamoto. Unakuta umeme huko majumbani ya watu, lakini hauko kwenye taasisi za serikali. Kwa mfano kama sekondari ya Kanyeranyere haina umeme, na vituo vingine ambavyo vinawahudumia sana wananchi havina umeme. Je, wana mpango gani kufanyia maboresho? Haya, asante Damascene, utapata majibu hapa. Asanteni sana kiongozi. Karibu Miranda tulia kama wanenenze nini. Asante sana. Msikilizaji, tutapokea simu kama 3, halafu baada ya hapo tutakwenda kupata ufafanuzi zaidi. Habari asubuhi. Hello. Habari. Bwana, salama kabisa. Tunaomba uweke simu yako sambamba na mdomo wako tuweze kukusikiliza vizuri. Naongea na Kareko Petro kutoka Malilita Nzega. Kutoka Nzega, Tabora. Karibu. Asante. Mimi naomba tu kuchangia na mada ya ya umeme. Hello? Karibu. Haya, pole huyo kuwa pamoja na sisi. Habari asubuhi. Habari asubuhi nzuri kiongozi. Tunazungumza na nani huyo? Unaongea na Bitwaye Aaron kutoka Kamuri. Kamuri ya Rusumo wilayani Ngara mkoani Kagera. Karibu. Mimi changamoto kile nayo huku ya umeme. Naona serikali viongozi wanasema kwamba kuna watu ambao sio jiwezi. Sasa umeme wengine tunaisikia kwenye radio. Sasa umeme, kwa nini serikali haitupunguzia angalau na sisi tuwe tunapata umeme huku? Haya, utakuja kupata ufafanuzi hapa Asante. Si moja ya mwisho kabla ya kwenda kupata ufafanuzi zaidi, msikilizaji wa Radio Kwizera FM, namba ni 0786111384. Habari asubuhi. Habari asubuhi. Bwana, hapa ni kwema kabisa. Tunazungumza na nani huyo?
Haya, pole, simu hiyo inakuwa imekatika. Tuisikilize moja ya mwisho hapa. Namba 0786111384. Habari asubuhi. Habari asubuhi. Salama. Naomba punguze sauti ya radio yako alafu tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Haya, pole. Nitazame ujumbe mfupi hapa kwa yule ambaye amekuwa yuko tayari kuweza kututumia ujumbe wake hapa kupitia namba 0692573615. Huyu anasema swali lake, anaitwa Mwalimu Marco wa Goyagoya Rulenge Ngara. Swali, kuna watu wa TANESCO walipita eneo letu la Nyabushimba Nyakafandi kutoka Bugarama wakiweka alama za kuweka nguzo za umeme na waliandika majina ya wananchi waliopitiwa na line hiyo, lakini baadaye inasemekana wamesitisha bila taarifa yoyote kwa wananchi. Tunaomba ufafanuzi. Nitasoma message kama 2-3 hivi. Hii nyingine anasema yeye ana swali. Kama kwenye eneo langu kuna mti umekuwa kiasi kwamba nyaya za TANESCO zikawa katikati ya mti huo, je, nikiwaita TANESCO kuna gharama za ziada nitakazotozwa na TANESCO ili kuukata mti huo? Anaitwa Samueli Kamugisha kutoka Koji Fangara. Naomba tuanze na majibu machache ya haya alafu tutakuja kupitia tena ujumbe mfupi kama kutakuwa kuna maswali ya ziada. Tunaanza na Mhandisi Teri Mtalemwa, kama kuna yale ya kwako ambayo yatakayokuhusu uweze kutoa ufafanuzi. Karibu. Asante sana. Kwanza napenda kuwashukuru wananchi kwa maswali mazuri waliyouliza. Mimi naomba nianze na swali la mwisho. Ndio. Pale ambapo kunakuwa na miti au changamoto yoyote kwenye miundombinu ya umeme, naomba kuchukua nafasi hii kuomba wananchi waandike barua na kuzipeleka kwenye ofisi zetu za TANESCO ili tuweze kupanga ratiba ya kuzima umeme maeneo hayo na kuweza kuondoa hizo changamoto ikiwemo na kukata miti. Na lile swala la kwanza la Mheshimiwa Zakayo la Bwana Jonas wa Rusumo, ndio alikuwa anaulizia kwamba line ni moja lakini transformer moja inakuwa na umeme na ile inayofuata inakuwa haina umeme. Ndio. Ningependa kurudia maelezo tuliyoanza nayo mwanzoni kwamba pale ambapo miundombinu inahujumiwa, uwizi wa hizo kopa, uwizi wa hizo earth rod, hiyo sasa itapelekea sisi kuzizima hizo transformer na kuanza kutafuta hivyo vifaa ili tuvirejeshe, ili hatimaye kuiwasha hiyo transformer, ili hatimaye taradi zikipiga kuzilinda hizo transformer. Na ndio maana napenda kuchukua nafasi hii kuomba wananchi wote tushirikiane, kwa sababu umeme unapokatika inakuwa ni hasara kwa wananchi vile vile, na ukizingatia umeme ni uchumi. Kwa hiyo wananchi tushirikiane kuangalia wale wote wanaohujumu miundombinu na hasa transformer, ili transformer zetu ziweze kufanya kazi muda wote. Swala jingine lilikuwa ni la Mheshimiwa Zakayo wa Nyakaliba. Yeye alikuwa anazungumzia nyaya, kuna sehemu nyaya zilishushwa alafu zikawa zimeondolewa, sasa ikawa imeleta changamoto kidogo. Nilikuwa naomba kuchukua nafasi hii kumpa pole kwa tatizo hilo. Nilikuwa naomba kumsihi kwa sababu hapa hatukuja na mhandisi wa REA. Naomba aende kwenye ofisi ya TANESCO atoe taarifa kwa manager ili mhandisi mhusika wa REA na mkandarasi wa REA waweze kufuatilia swala hilo. Swala jingine ilikuwa limetoka kwa Mr. Robert wa Kakonko Kigoma. Ilikuwa inahusiana na gharama kubwa za umeme. Serikali baada ya miradi hii mikubwa ya Mwalimu Nyerere ambapo tunakuwa tutapata megawati 2115. Maana yake huko tutakokwenda miradi yote ya umeme kishakamilika, umeme utakuwa ni mwingi, tutakuwa tunauza nchi za nje. Kwa hiyo serikali hatimaye itakuja na mpango wa kuzibadilisha hizo bei za umeme ili kuleta unafuu kwa wananchi. Vile vile Mheshimiwa Robert ametupa ushauri wa kuendelea kutoa elimu inahusiana na ajali za umeme, ili tumelichukua, tunamshukuru. Bado tunaendelea kutoa elimu katika mashule kwa ajili ya wanafunzi wetu na kwa wananchi kwa ujumla, ili wazingatie usalama, kwa sababu umeme, tatizo la umeme ni tofauti na maji, ni tofauti na vitu vingine ambavyo vinaweza kuonekana kwa macho. Waya ukiwa na umeme huwezi kujua kama una umeme, na waya ukiwa hauna umeme huwezi kujua hauna umeme. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu ni namna gani ya kujikinga
na ajali za umeme. Sawa. Tutakwenda kwake sasa Filipo Mwingira, afisa usalama TANESCO mkoa wa Kagera, na pia kuna maswali ambayo yanatakiwa kutolewa ufafanuzi kwa upande wako kabla ya kwenda kwake Lilian pamoja na Jacqueline. Nashukuru. Ametangulia mhandisi Taylor amezungumza kwa kirefu na naona amegusia sehemu nyingi, lakini mimi naomba niongezee mengine, japokuwa baadhi yanaweza kawa hajatokana na maswali ya wananchi. Karibu. Kuna jambo moja ambalo ningependa kuwasihi wananchi. Mradi wetu wa Rusumo kuna njia ambayo imejengwa, njia ya umeme mkubwa tunaita transmission line. Lakini vile vile napenda kuwasihi ni jukumu lao kuhakikisha hiyo njia inalindwa ipasavyo. Manake kuna baadhi ya njia za umeme za namna hiyo tumeshapitia changamoto ya kuibiwa kwa vyuma. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo ni kubwa sana. Itakapotokea, na taarifa zilizopo walishaanza kufungua baadhi ya vyuma kwenye hiyo njia. Wanaanza kuhujumu sasa. Yes, kwenye hiyo njia mpya ya umeme. Ngara hapa. Yes. Kwa hiyo tunaongelea exactly Ngara. Kutoka hii njia ambayo inatoka Ngara inaelekea Biaramulo. Kwa hiyo ningewaomba kuwasi wananchi wajitahidi sana kulinda njia yetu mpya ya umeme ili isihujumiwe. Nashukuru sana. Sawa. Nije kwako Lilian kwa ufafanuzi kwa yale mengine ambayo yanakuwa yanahusika hapo. Karibu. Asante. Kwanza tunamshukuru mteja kwa aliyepiga simu. Ndio. Kwa kutoa pongezi. Tunapokea pongezi na shukrani nyingi. Lakini pia ametoa mwingine ushauri kwamba tuendelee na hii elimu. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kwamba elimu haijaanza sasa hivi kwa maana ya kipindi hiki cha kampeni. Sisi kama ni maafisa uhusiano, mimi na timu yangu huwa tunatoa elimu mara kwa mara. Hata juzi hapa tulikuwa Kiera tunatoa elimu kwenye miradi ya umeme vijijini, lakini pia kwa wananchi wote kwa ujumla, hata wale ambao hawana miradi. Elimu ya usalama pia ikiwa ni kipaumbele. Kwa hiyo ni watoe hofu kwamba ni jukumu letu, yani mimi kama idara yangu jukumu langu kubwa ni kutoa elimu kwa wananchi. Hakuna kazi nyingine ambayo tunaweza tukafanya zaidi ya kuhakikisha wananchi wanapata elimu kuhusiana na huduma zetu za shirika na nini TANESCO tunafanya. Kuhusiana na jinsi ya huduma kwa wateja, hiyo namba ni mtoe wasiwasi, pia naomba Jackie ataielezea vizuri ili nisiwe nimjibu maswali yote kwa sababu mimi na Jackie kazi zetu zinafanya. Sawa. Karibu sana Jacqueline Lusozi uweze kutoa ufafanuzi kwa yale ambayo Lilian ameweza kukabidhi uweze kuyasema. Karibu. Asante sana. Mimi tunashukuru kwa ile swali la msikilizaji aliouliza kuhusu kupeleka namba kwa vitongoji na wilaya. Hii namba ya 180, maana kauli mbiu yote sema kwamba mchongo 180. Ndio. Piga bure tu kuhudumie. Kwa hiyo kama sisi taasisi na serikali tuliona kwamba umuhimu kwamba mwananchi pindi kile tunatumia zile namba za kawaida, kwamba mwananchi akipiga ilikuwa nakatwa fedha hela kidogo sana. Kwa hiyo tukaona kwa nini kwamba tusimpe mwananchi unafuu wa kupiga, maana piga bure tu kuhudumie. Kwa hiyo hii namba ni wasiku kwamba ni rahisi sana kuitumia, mchongo 180. Uwe kwenye kitongoji, uwe kwenye wilaya, uwe kwenye kata. Namba yetu ya TANESCO ni hii kwa nchi nzima, mchongo 180. Piga bure tu kuhudumie. Na unaweza kuweka tahadhari pia. Kuna wale ndugu zangu ambao mimi nawafahamu, kuna wakati tu amekaa anajisikia mpweke, anataka kuongea na watoa huduma tu, kwa bana nimekusalimia. Matumizi sahihi ya mchongo wa 180. Matumizi sahihi anaweza akapiga akaulizia labda swali lolote hata la REA akalipeleka mkoa husika. Kwa hiyo kama na changamoto ya REA nikipiga TANESCO mnawachukua tunachukua taarifa, wanapeka kama ni Kagera utapeka mkoa wa Kagera. Kama ni wilayani utapeka wilaya husika. Kwa hiyo hii maana mchongo 180. Yaani wakupiga shida yoyote ya TANESCO, uwe na umeme, uwe na shida ya mita, uwe na shida ya kitu chochote kinachohusiana na issue za umeme. Ndio. Wakipiga mchongo 180, taarifa zako zitafika mkoa husika au wilaya husika. Sawa, na nirejee katika message nyingine hapa kabla tujamaliza. Anasema habari za hapo studio, naomba kuuliza sheria inasemaje kwa mtu anayeunganishiwa umeme kabla hajafanya wiring au anakuwa amefunga sehemu chache kwingine anakuwa hajamalizia? Sasa hili sio linakwenda kwa mhandisi ama linakwenda kwa nani?
Karibu. Kabla ya kuunganishiwa umeme lazima kunakuwa na wiring imefanyika ikiwemo na michoro. Kwa hiyo na sasa hivi tunatumia mfumo wa Niconnect. Yule mkandarasi lazima hakikisha amefanya wiring vizuri na kuleta ule mchoro na kuingiza kwenye mfumo, ndipo hapo unaunganisha umeme. Kwa hiyo iwapo umeme utaunganishwa bila wiring kukamilika ni nje ya utaratibu, ni kinyume na sheria, kwa sababu ni muhimu kuelewa kwamba umeme unaweza kusababisha nyumba kuungua. Kwa hiyo usipokamilisha na kuhakikisha kila kitu kimekaa vizuri, nyumba inapoungua inakuwa ni hasara kwa mwananchi, lakini vile vile inahatarisha maisha ya wananchi. Sawa. Ili narudi tena kwa Lilian pamoja na Jacqueline kwamba kuna msikilizaji kasema anapendekeza kufunguliwa clubs shule za msingi ama shuleni za usalama wa umeme. Mfano kuna shule fulani kuna nguzo ya umeme na waya unaoshikilia nguzo hiyo, wanafunzi wanauchezea tu. Asante sana. Ndio maana lengo la hii kampeni kwamba zingatia usalama kwanza, tumewapa umeme, tumeanza kwa mashule na pia huko nyuma kwa tunafanya kwa wananchi kutembelea vijiji na vitongoji. Kwa hiyo kwa shule sasa hivi tunaendelea na hii kampeni, na tulivyotembelea shule nyingi kwa hapa mkoa wa Kagera na Muleba, tulichoona kwamba kuna baadhi ya wanafunzi tukaona hao wanauelewa wa usalama. Kwa hiyo tutaanzisha hizo klabu kwa shule ili kuwe kwamba kutokea issue yoyote ya umeme, tunajua shule fulani kuna klabu, kuna watoto wanauelewa ya issue za usalama. Kwa hiyo hizo tunaendelea na tunatumaini kwamba klabu hizo zitaendelea mashuleni. Sawa. Kuna mtu amerudisha swali lake kwa msisitizo, amesema sijajibiwa kuhusu gharama zitakazohusika ili kukata mti huo. Kama nilivyosema, hakutakuwa na gharama yoyote. Ndio. Hapo kinachotakiwa tu ni mwananchi aandike barua ili tuweze kuelewa huo mti au miti iko sehemu gani, kama ipo kwenye laini kubwa au laini ndogo, alafu sisi tuweze kupanga ratiba, tuweze kuwatangazia wananchi wengine waweze kuelewa kwamba eneo hilo tutakata umeme. Kwa hiyo tutamshirikisha, tutazima eneo hilo, alafu tutakata mti au miti hiyo ihusika. Sawa. Kwa ridhaa yenu hapa mchongo wa 180 acha tuupigie sasa hivi hapa, tuweze kusikia wanachokisema kwa sasa na tushauriane. Idara yangu ya masuala ya social media tabidi nibuni swali lolote kutaka kujua. Nikipiga kule napewa huduma gani ama naambiwa nini na nini? Tukianza Jacqueline pamoja na Lilian hapa, mniambie. Mita namba unao karibu hapo? Mita namba. Sasa Jacqueline hapa, Lilian na Jacqueline wanataka kunipa mtihani ili nisipate. Bwana Mose nitumie mita namba huku. Kama sina ni mita namba, kama sina mita namba. Lazima tutakuuza mita namba yako ndugu mteja. Mita namba? Mara mwisho nimenunua luku lini mita namba. Bwana Mose naomba mita namba. Swali ngoja bwana muulize kwa mfano tunatunga swali. Bwana akishapokea tutajua cha kumwambia. Tunapiga hiyo nyota mchongo 180. Ibu TANESCO, kituo cha huduma kwa wateja. TANESCO, tunaangaza maisha yako. Welcome to TANESCO Call Center. TANESCO, we light up your life. Kwa Kiswahili, bonyeza 1. For English, press 2. Ndugu mteja, tunapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kuwasiliana nasi katika kituo chetu cha huduma kwa wateja kwa namba 180 bila malipo yoyote. Watu wa huduma wetu wako tayari kukuhudumia kwa ufanisi. TANESCO, tunayaangaza maisha yako. Kwa huduma ya kuunganishiwa umeme, bonyeza 1. Kwa kutoa taarifa ya dharura au tatizo la umeme nyumbani kwako, bonyeza 2. Kujua salio la umeme units kwenye mita yako, bonyeza 3. Kwa tatizo la tokens au umeme kutoingia kwenye mita, bonyeza 4. Kuongea na mtoa huduma wetu, bonyeza 5. Kurudia maelezo. Ndugu mteja, hakikisha una mita namba yako karibu wakati tunakuunganisha kwa mtoa huduma wetu. Kuboresha huduma zetu, simu zote zitarekodiwa. Hello? Ongea na nani, unapiga simu kutoka Mkoani? Habari ya asubuhi. Twala dispeka na ukweli mwenye utulivu. Mimi bwana jina langu ni Samuel Lucas, ninapiga simu kutoka
Naomba utoe loudspeaker na kuweka kwenye utulivu. Sasa sijaweka loudspeaker. Toa loudspeaker tafadhali, weke ukae kwenye utulivu pia. Hii ni teknolojia. Kwa hiyo hapo mmeniweza. Sasa hii bana, mimi niko studio bana. Sasa hapa mimi nitafanya loudspeaker hapa, mimi nimeweka wapi? Labda narudi kwa kumuomba. Dada? Hello? Sawa. Kutokana na mifumo yetu ambavyo jinsi ilivyo, kwa hiyo tukimpigia mtu simu kama hivyo anakuwa anahisi ama anasikia kama tupo tumeweka loudspeaker. Lakini nashukuru sasa hapa bwana, au tupigie tu ya kiganjani. Sasa ya kiganjani karibu. Hiyo ni bure, wewe piga. Sasa natafuta teknolojia ya kiganjani. Kiswaswadu au simu yenye kiswaswadu hiki. Sasa tuone kama kitakuwa kina sauti. Marco alikuwa na simu mbili kubwa. Tuletee simu yako moja ambayo inatoa sauti. Lengo tuweze kupata picha tu halisi ambayo itakayotupatia ufafanuzi na tukaweza kujua mwananchi anaweza kuhudumiwaje. Lakini nashukuru wadau wangu ambao wameweza kunitumia nini ile tunasema mita namba. Watu wamekuwa wako faster sana. Asante sana. Mchongo 180. Tuweka hapa mchongo 180. Unaita tuweka loudspeaker. Bwana. Welcome to TANESCO Call Center. TANESCO, we light up your life. Kwa Kiswahili, bonyeza 1. For English, press 2. Haya, wakati bwana Marco anatuwekea teknolojia nzuri hapa ya tutazame itakavyotuwekeza tuweze kusikiliza majibu tu. Tunaomba utuvumilie kidogo. Bwana ionekana. Kwa huduma ya kuunganishiwa umeme, bonyeza 1. Kwa kutoa taarifa ya dharura au tatizo la umeme nyumbani kwako, bonyeza 2. Kujua salio la umeme unit kwenye mita yako, bonyeza 3. Kwa tatizo la tokens au umeme kutoingia kwenye mita, bonyeza 4. Kuongea na mtoa huduma wetu, bonyeza 5. Kurudia ndugu mteja, hakikisha una mita namba yako karibu wakati tunakuunganisha kwa mtoa huduma wetu. Kwa kuboresha huduma zetu, simu zote zitarekodiwa. Unaongea na Samuel Lucas, napiga simu kutoka mkoani Kagera, wilayani Ngara. Habari ya majukumu? Salama kabisa Samuel, karibu nikuhudumie na changamoto gani? Asante. Mimi nilikuwa nataka tu kujua kuhusiana na namna ambavyo TANESCO mnaendelea kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi wa Tanzania kuhusiana na kampeni ya zingatia usalama kwanza utumiapo umeme. Ndio. Hello. Samuel, nakusikiliza. Ulikuwa unataka kujua kwamba nataka kujua kwenye mita yangu pia kama kuna changamoto, labda nikutajie mita namba yangu uweze kunitazamia. Ndio. Mita yangu ni 24 32 32 05 20 57 0. Ndio. Je, kuna kwenye mita hiyo kuna changamoto yoyote? Naomba niangalie Samuel kati. Sawa. Na ni sasa na Samuel, kwa nini nikushughulisha wakati nafanyia kazi taarifa yako, usikate simu nitakurejea. Asante sana dadangu. Sawa. Haya. Wakati dada yetu anaendelea kutupatia huduma, lengo ilikuwa ni kutaka kutazama ule utayari na uwepesi wa kuweza kuitumia
180. Na kama msikilizaji wa Asubuhi Njema umeweza kuona namna ambavyo 180 namba hiyo ukipiga inavyokuwa inapokelewa haraka na kwa uhakika. Na mimi kilichonivutia zaidi ni lugha na namna ambavyo mtu wa huduma anavyokupokea. Sawa, na sijaona kama pamekuwa na mlolongo mrefu wa kuweza kusikilizwa. Na kama hivi sasa umeweza kusikia hapa, ameomba kabisa, naomba nikusubirishe wakati nafuatilia tatizo lako. Nitarudi kwa Jacqueline pamoja na Lilian. Yani hili eneo kwamba mmewezaje kutengeneza mazingira yakawa rafiki na hata lugha ambavyo inakuwa inatumika kuweza kumleta mteja aweze kujisikia kwamba na yeye ni sehemu ya TANESCO. Kwanza mimi kwa hapo niseme hongereni sana. Asante sana. Licha ya tunatofautiana watu wanaopiga simu, ndio maana kama utakumbuka mwanzoni nikasema kuna mtu anaweza akapiga simu hana chochote cha kuuliza. Sahihi. Lakini tumeona namna ambavyo unapokelewa na kwa haraka. Hii mnaiwezaje kuifanya ikawa kitu kizuri kabisa hiki? Kwanza kabisa watu wa huduma wetu kabla hawajaanza kufanya kazi ni lazima wawe trained. Kwa hiyo wako very well trained, wanajua nini wanapaswa kukifanya. Ndio. Lakini apart from that tuna supervision moja kubwa sana. Ndio. Kila agent ambaye yuko pale anayetoa huduma, kuna supervisors na kuna back office ambao wako kwenye system muda wote kumonitor. Tunaita kitengo cha quality assurance. Ndio. Kwa hiyo there's no way mteja wetu akahudumiwa vibaya. Na sio deliberately, labda itokee bahati mbaya, na hata hiyo bahati mbaya hatujawahi kuipata of recent. Kwa hiyo kama tunavyosema tunafanya maboresho mara kwa mara. Tuko kwenye maboresho makubwa kwa sababu unajua sisi ni taasisi ya umma tofauti na taasisi zingine binafsi. Umenielewa? Kwa hiyo wananchi wamekuwa na notion kwamba kwenye taasisi za umma serikali huwezi kupata huduma nzuri. Kabisa. Kwa sisi kama TANESCO tumejikita kwenye kuhakikisha huduma zetu zinaboreka kila siku, kila ikinapokuwa leo. Kwa hiyo maboresho haya ambayo tumekuwa tukiyafanya, tunatarajia kuendelea kuyafanya zaidi. TANESCO iendelee kuwa na image nzuri kuliko ambavyo ilikuwa hapo nyuma. Kwa hiyo nashukuru mmejionea, tunaendelea na maboresho mengi, lakini huduma bora sisi ndio kipaumbele chetu kwa wakati huu. Hongereni sana. Unajua kuna maeneo mengine kama hivi tumesema tupige moja kwa moja hapa, na tulivyopiga uzuri tukasikia kile ambacho tulihitaji kuweza kukisikia tofauti na sehemu nyingine. Mimi niseme tu hongereni sana tena kwa mara nyingine shirika la umeme Tanzania TANESCO. Asante sana. Na mchongo tumeweza kuuelewa kweli huo 180. Asante. Sawa, tuna dakika kama 3 hivi za kukamilisha. Tutaanza na mhandisi hapa kwa ajili ya kuweza kutoa neno lako, afisa usalama TANESCO Kagera Filipo Mwingira, alafu baadaye tutarudi kwa ajili ya kuja kukamilisha pia. Karibu. Asante sana. Kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru. Ndio. Na naomba niwasi muendelee kutupokea na muendelee kuelimisha umma. Hii ni platform moja nzuri sana. Hongereni sana. Asante sana. Karibu Tairi. Asante sana. Mimi nashukuru sana, lakini kabla ya kumaliza nipende kuelezea swala moja la bwana Damasema. Kuna kama dakika moja hivi. Damasema wa Mleba. Ndio. Ambaye alikuwa anazungumzia taasisi ambazo hazijapata umeme. Hii miradi ya umeme ni endelevu. Kwa hiyo kuna miradi ya REA na miradi ya TANESCO ambayo ni endelevu. Kwa kadiri bajeti zinavyokuja, taasisi zote ambazo hazina umeme katika vituo vya afya na mashule watapata umeme. Na zaidi sana naomba wananchi wote tushirikiane na TANESCO na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba umeme unakuwa uhakika kwa kuacha kukata miti ovyo ambayo inaangukia laini na kusababisha umeme kukatika. Tusirushe mawe kwenye vifaa vya umeme, kwenye laini kuu, kwenye transformer, na tufanye kila niwezekanalo kubaini watu wote wanaojua miundombinu ya TANESCO ili tuwe na umeme wa uhakika. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru wananchi kwa jinsi ambavyo wanaendelea kushirikiana nasi, wakiwemo madiwani na viongozi wengine, na naomba ushirikiano uendelee. Asante sana. Sawa. Lilian pamoja na Jacqueline, hapa tuna dakika moja ambayo imebaki. Karibu. Asante. Kwanza kabisa ni washukuru, nyinyi mmekuwa wadau wetu wakubwa sana. Tunakuwa tunafanya kazi nyingi, mnatusaidia pale tunapokuwa na matangazo yetu makatizo ya umeme au
maboresho mengine yote ambayo tunafanya, mmekuwa wa kwanza kutusaidia kuwahabarisha wananchi. Kwa tunaomba pia kwa kupitia kampeni yetu hii ambayo tunaifanya sasa hivi, zingatia usalama umeme, ishi na umeme, tunaomba mtusaidie mara kwa mara, kwa sababu nyinyi ndio ambao mpo kwenye media, watu wengi wanakuwa wanawasikiliza kila siku. Mtusaidie kukumbusha usalama wa umeme, wananchi waweze kuzingatia. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni waombe pia wananchi kwa ujumla wao, sio tu kwa kampeni hii ambayo tunaifanya, ila kila siku usalama kwanza, tuzingatie usalama, tuishi na umeme. Umeme ni mzuri. Asante. Asante sana. Jacqueline? Asante sana, tunashukuru. Mimi ni wasitu wananchi na utumiaji wa umeme kwamba wazingatie usalama kwanza utumiapo umeme. Usalama ni wa kwao na umeme watumie. Pidhiki cha mvua wajikinge sana na ajali zinazotoka nazo na miundombinu. Wakiona nyaya za TANESCO zimeanguka, basi wakimbie kutoa taarifa, wakinge watoto wao wasiwe karibu na miundombinu ya TANESCO. Asante sana. Umetoka kumsikiliza, huyu ni Jacqueline Lusozi, yeye ni afisa masoko kutoka makao makuu ya TANESCO, lakini pia ulipata nafasi ya kumsikiliza Lilian Mungai, yeye ni afisa mahusiano huduma kwa wateja kutoka mkoa wa Kagera, lakini pia tulikuwa na Terry Mutalemwa, yeye ni mhandisi kutoka TANESCO mkoa wa Kagera, hali kadhalika Filipo Mungira, yeye ni afisa usalama TANESCO mkoa wa Kagera. Baada ya mapumziko mafupi nitarudi kwa ajili ya mambo mazuri. Usiondoke wala usibanduke. Karibu kwenye